السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه wasallam. Watukufu Islam mnaofuatilia chaneli yetu na wale ambao ni wapenzi wa ukumbusho kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya leo tutamtazama mmoja katika wasemaji ambaye alizungumza kuhusiana na al-uqalau arba'a, watu wenye akili wanne. Akasema al-uqalau arba'a, watu wenye akili ni watu wanne. Kwa nini alisema watu hawa wana akili? Sikiliza basi, wana sifa gani? Akasema sifa ya kwanza, man taraka dunya qabla an yatrukahu, yule mwenye kuiacha dunia kabla dunia ya kumwacha yeye. Mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Ikhwata alkiram, kuiacha dunia sio kutofanya lolote, sio kutouza, sio kutonunua, sio kutojenga, sio kutovaa vizuri. La, kuiacha dunia ni kumweka mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yale mambo ya kipuuzi ya lahu ambayo hayatakuwa na maana yoyote kwako kwa ajili ya akhira yako, kwa ajili ya kutengeneza akhira yako. Hayo ukaweka pembeni, ukaweka mbele mambo yote ambayo yatakupeleka wewe karibu kwa Allah, yale ambayo yatakusogeza na kukupa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi iwache dunia, usiitie katika moyo wako, iwe katika viganja vyako, ili uisarifu vile unavyotaka kwa vile ambavyo mwongozo wa Allah umekuongoza. Mtu wa pili ambaye kamtaja katika watu wenye akili ni yule ambaye man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, mtu mwenye kulijenga kaburi lake kabla ya kuliingia. Sisi tunaondoka siku moja katika ulimwengu huu, katika mgongo wa ardhi. Sasa ijenge kabri yako kabla hujaondoka, kabla hujaingia. Kuijenga kabri sio kutafuta fundi ukaitengeza kabisa ukatia umeme katika kaburi yako, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba kaburi huenda likawa ni viwanja katika viwanja vya pepo. Asa an yakuna rawdatan min riyadil janna, huenda ikawa ni viwanja katika viwanja vya peponi. Lakini kaburi yake mtu yaweza ikawa ni hufratan min hufri niran, huenda pia kaburi ikawa ni hufratan min hufri niran, shimo katika mashimo ya motoni. Vipi kaburi yako itakuwa ni bustani, ni viwanja katika viwanja peponi? Maana yake ni kwamba ni wewe kuifanyia kheri dunia yako, kufanya yale Mwenyezi Mungu aliyokuagiza, ili ukiingia katika kaburi yako ukakuta Qur'ani ndio rafiki yako, Qur'ani ndio nuru yako, Qur'ani ndio mzungumzaji wako, Qur'ani ikawa ndio kila kitu ambacho wewe unakitarajia kiwe kizuri. Ndivyo ambavyo huyu aliwataja watu wenye akili alikusudia. Mtu wa tatu ni yule ambaye man arda khaliqahu qabla an yalqahu, yule ambaye atamridhisha muumbaji wake kabla hajakutana naye. Maana yake wamesifiwa watu ambao watakuwa wazuri salama siku ya kiyama ni wale ambao man ata Allah biqalbin salim, ambaye atamwendea Allah, atakutana na Mola wake na moyo wenye kusalimika. Moyo wenye kusalimika ni upi? Ni moyo ambao kabla hajaondoka duniani mtu huyo alimridhisha Mwenyezi Mungu kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Ili umridhishe Mola wako ni pale ufanye yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia. Ndipo ambapo akamtaja mtu huyo man arda khaliqahu qabla an yalqahu, yule mwenye kumridhisha muumbaji wake kabla hajakutana naye. Na mtu wa nne akamtaja akasema ni mtu ambaye man salla qabla an yusalla alayhi, mtu ambaye ataswali kabla hajaswaliwa. Usingoji au kafika siku ya kufa watu wakaja kukuswalia, wewe mwenyewe tangulia, penda kuswali, penda kufanya ibada. Fanya ibada kama ambavyo amekuagiza Mola wako. Swala 5 kwa siku uzitimize. Usingoje mpaka siku unatoka duniani watu wanakwenda kukuswalia. Hilo litakuwa ni jambo la ajabu, la aibu, kwani utakuwa umekula hasara kutoka duniani. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.